katika Shuhuda za Kweli. Leo tunaendelea na ushuhuda wa Moses Lushiku sehemu ya 5. Ni mimi msimuliaji wako Veronica Mushi. Nikusihi tu uendelee kusubscribe katika channel yetu ya Shuhuda za Kweli ili uweze kupata shuhuda hizi pindi tunapoziweka. Nilikuwa na mwanangu katika imani, Askofu Joseph, na tulikuwa tunazungumza kuhusu baadhi ya masuala ya Biblia. Niliposhikwa na Roho wa Mungu na kusafirishwa hadi mbingu ya 3. Ufahamu wangu ulikuwa wakati nilipoandika kila kitu kwa mkono wa kwanza, na ufasaha kwa Bwana katika mbingu ya 3 ulikuwa tofauti kwa uzoefu uliopita. Nitakujaribu kusema kama Bwana. Kabla sijafika katika mbingu ya 3, nilifika kwanza katika ua wa nje katika mbingu ya kwanza. Nilipanda ukanda wa wingu unaoelekea mbingu ya 2, kisha nikaingia kwenye korido ya wingu inayoelekea mbingu ya 3. Nilipofika mbingu ya 3, niliona umbo la kiti cha enzi na Bwana Yesu Kristo alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi. Watu waliomzunguka walionekana kana kwamba walikuwa wa rika moja. Walikuwa wamevaa nguo zinazofanana sana na vazi la kifalme la rangi ya kijivu. Nilipiga hatua na kuelekea kwenye kiti cha enzi. Bwana akaniita na kusema, "Karibu mkuu kati ya wakuu." Hapo awali alikuwa akiniita mtu, lakini safari hii aliniita mkuu. Na mara nikaona vazi langu likibadilishwa na kuwa vazi la kifahari sana. Zilikuwa nguo za kifalme. Kisha nikaanza kutazama mazingira, na niligundua kuwa hapakuwa na barabara ya lami. Kulikuwa na utupu, na kiti cha enzi cha Yesu kilisimamishwa katika utupu, na kulikuwa tumesimama katika utupu. Kila mtu alikuwa anakuja kupiga magoti mbele ya kiti cha enzi cha Bwana, lakini niliona kwamba idadi ilikuwa imepunguzwa kwa kulinganisha na mbingu ya kwanza na mbingu ya 2. Bwana Yesu Kristo akasema, "Hili ni eneo la utupu. Utupu unaoratibu vitu vyote. Anga liko juu ya viumbe vyote. Ukiondoka duniani unafika ulimwengu na zaidi ya ulimwengu. Kuna anga na zaidi ya anga. Huko ni utupu." Bwana Yesu Kristo akasema, "Mahali hapa ni kipimo kadiri unavyoinuka ndivyo unavyozidi kwa utupu na kutokuwa na kitu. Na ni kama unapopanda kwenye ndege, kadri unavyoruka kwenda juu, unaacha kila kitu hapa chini, hata wingu limeachwa chini. Jinsi ndege inavyopanda hata hewa inaachwa chini." Bwana Yesu Kristo akasema, "Hichi ni kipimo ambacho hakuna riba. Yote ni juu ya ibada, ni juu ya mfalme na mkuu wake. Ibada isiyo na riba. Mtaniabudu bila kutarajia chochote. Mtaniabudu kwa sababu mimi ni Mungu. Ni kwa sababu mnatazamia chochote. Si kwa sababu mnatazamia chochote kutoka kwangu, bali kwa ajili ya kuniabudu." Bwana Yesu Kristo akasema, "Hapa ndipo inatimia neno hili, heri walio maskini wa roho, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao." Mathayo 5:3. Roho zao ni tupu na bikira katika hali hii. Ninyi huja mbele yangu bila mradi au tamaa au matarajio. Bwana Yesu Kristo akasema, "Bartimao alinifuata ili apate kuona tena. Kitu cha kwanza alichofanya ni kutupa vazi lake. Vazi la Bartimeo ni kifuniko cha ulinzi na faraja." Marko 10:46-52. Katika mbingu ya 3 sio juu ya kujaribu kupata vitu kutoka kwa Bwana, lakini ni juu ya Bwana kukufanyia. Bwana Yesu Kristo alimuuliza Bartimao, "Unataka nikufanyie nini?" Bwana akasema, "Miliki yangu inahusu ibada na huduma. Inaundwa na malaika wanaonitumikia na wazee 24 wanaoniabudu. Kuna ngazi 3 katika maombi. Ni lazima kwanza ujitakase katika ua wa nje, kisha udai kilicho chako katika mbingu ya 2, kwa sababu hiyo ni haki yako. Lakini katika mbingu ya 3 unatafakari na kuutukuza ukuu wangu." Bwana Yesu alisema, "Katika hali hii mtumishi wangu anafurahia kutoka kwangu. Hakuna kitu chochote, hawataki kupokea chochote kutoka kwangu, lakini wananitaka mimi tu, mfalme wa watumishi wangu. Yote ni juu ya ufalme
wanashindana kuniabudu mimi. Huu ni mwelekeo wa watu wakuu wamejaa Mungu. Bwana Yesu Kristo akasema, katika mbingu ya kwanza na ya pili nataka kuwabariki na kuwatajirisha watu wangu, lakini mwelekeo huu hauhusu kile ambacho mtu anaweza kupata kutoka kwangu. Katika mbingu ya tatu wanadamu hufurahishwa na mimi, lakini zaidi ya kitu chochote ambacho yeye naweza kupata kutoka kwangu, ninakuwa kitovu cha usikivu na maslahi ya wanadamu. Bwana akaniambia, uko katika ulimwengu wa roho. Huu ndio utimilifu wa kifungu kilichosema kwamba ametufanya kuwa ufalme wa makuhani. Ufunuo 1:6. Ninamaanisha nini nikisema ufalme wa makuhani? Kama vile kuhani anavyoteketeza dhabihu ya kuteketeza na moshi utapanda, sisi tuko katika kipindi cha moto ambacho kinapaswa kuteketeza moto wa kuteketezwa, kama vile watoto wa jangwani walivyokuwa na nguzo ya moto wakati wa usiku na wingu wakati wa mchana. Kanisa linafanya kazi katika kipindi cha moto na nguzo ya wingu. Hii inahusu baraka katika Agano la Kale, kwa sababu wingu lililotangazwa mvua inaonyesha dunia, lakini nguzo ya maono na utawala mpya ni juu ya mabadiliko na utakaso. Ukuhani wa sasa unajumuisha kupitia moto kwa ajili ya utakaso. Mara tu moto unapotokea, moshi unatoka kwa sababu ya mauaji ya kimbari. Ili roho ya mtu iepuke mwili wake, lazima ipitie motoni. Nyama lazima iteketezwe katika madhabahu ya dhabihu. Matokeo yake roho itatoka mwilini kama wingu la moshi. Bwana hataki roho yetu ishikamane na mwili wetu na kuchukua mambo machafu ya ulimwengu huu. Bwana akasema, mbingu ya tatu haikujulikana wakati wa Paulo. Ndio maana aliwahi kusema, nina mambo magumu ya kuambia, lakini hauko tayari. Nyie bado ni watoto. Paulo alinyakuliwa katika ulimwengu, katika mbingu ya tatu. Wakorintho wa pili 12:2-4. Alimjua mtu mmoja katika Kristo miaka 14 iliyopita, kwamba alikuwa katika mwili sijui, au kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu wa namna hiyo alinyakuliwa mpaka mbinguni, mbingu ya tatu. Na mimi namjua mtu wa namna hii, kwamba alikuwa katika mwili au nje ya mwili sijui ama ajua, ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyoneneka ambayo si halali mtu kuyanena kabisa. Bwana Yesu Kristo akasema, nitawaeleza niliyomwonyesha Paulo, kwa sababu hakutoa ukweli huu kwa kizazi chake. Bwana akasema, ibada ya kweli ni kutoa mwili wako kama dhabihu juu ya madhabahu. Mara tu mwili wako utakapoteketezwa kwa moto na kifo cha kwenye madhabahu, roho yako itaondoka katika mwili kama moshi wa dhabihu, na mwili wako isipokufa. Kwa wote roho yako haitaiacha mwili wako, bali mwili ukishateketezwa na moto na utakaso, roho yako inakombolewa katika mwili wako hadi ulimwengu wa roho. Ndipo roho yako itakuwa ikihudhuria uwepo wa Mungu katika mbingu ya tatu daima. Watakuwa katika mawasiliano ya kudumu na Baba. Yesu alisema, ni katika mbingu ya tatu ndipo siri ya msalaba inatimia. Jua lilitiwa giza na pazia la hekalu lilipasuka katikati. Kisha Yesu akaita kwa sauti kuu, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Na alipokwisha kusema hayo, akakata roho. Luka 23:45-46. Yesu akaniambia, msalaba ndio madhabahu kuu na dhabihu kuu. Imeandikwa, kwa hiyo ndugu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu ya dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu ya kiroho. Warumi 12:1. Wapendwa, ni lazima tukabidhi roho zetu mkononi mwa Mungu kama Yesu msalabani kwa dhabihu ya mwili. Bwana akasema, hii ndio inatakiwa kuwa motisha katika ibada. Roho zetu lazima ziwe daima katika mbingu ya tatu katika uwepo wake Mungu. Wapendwa kaka na dada, Yesu alisema, unapofikia hatua ambao roho yako inahudhuria uwepo wangu katika mbingu ya tatu, haitawezekana kwa mme na mke wa kiroho kukushambulia, kwa sababu hauko katika mwili wako bali mbinguni. Roho yetu inapoondoka katika miili yetu kwa ajili ya uwepo wa Mungu,
Mwili wetu ambao umesalia duniani utakuwa ukifanya kazi kama kupokea ujumbe ambao roho yetu inapokea kutoka kwa Mungu. Mbinguni kutakuwa na maono, ndoto, mafunuo, kwa sababu roho zetu zitakuwa kama satellite inaonesha ishara kwa Bwana na kuzirudisha kwenye miili yetu duniani. Imeandikwa, Roho mwenyewe shuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Katika kitabu cha Warumi 8:16. Kuna mawasiliano kati ya roho hizi mbili. Mwili ulipokea ujumbe kutoka kwa roho, lakini roho yetu isipoondoka katika miili yetu tutakuwa duniani. Roho yetu lazima iondoke katika mwili kwa njia ya dhabihu ili kuhudhuria uwepo wa Mungu katika mbingu ya tatu. Bwana alinipa kifungu katika Yeremia 1:5. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Roho ya Yeremia ilijulikana na Bwana kabla ya kuumbwa kwa mwili wake. Bwana akasema, nilimjua Yeremia kabla ya kuumbwa kwa mwili wake. Niliwajua au kuwaona Wakristo kabla sijaumba katika mwili. Nilijua kama manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu waombaji wa roho. Nilikutuma dunia yenye mwili kama wamishonari. Unapokuja kwenye uwepo wangu katika mbingu ya tatu, unapata ufunuo na utambulisho wako. Mwili wako wa kimwili ni chombo kinachokuwezesha kutimiza utume wako hapa duniani katika kutembea kwako. Kuna uhakika wewe utasikia wito katika roho yako kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wangu. Na huu ndio ufunuo wa utambulisho wako. Basi utaelewa kwa nini uko na uso wa dunia. Basi utaelewa kwa nini uko juu ya uso wa dunia. Ninakutuma duniani katika mission. Nilikupa gari ambalo ni mwili wako ili kutekeleza dhamira ambayo nimekutuma. Roho yako lazima siku zote ihudhurie mbingu ya tatu ili kupokea mafundisho na kurudi katika mwili ili kutekeleza maagizo. Mpendwa, uko katika mwili wako ambao ni gari lako. Lazima umuulize Bwana utume wako ni nini, umetumwa kwake na kusudi lako ni nini. Kisha Bwana akanishika mkono tukashuka mpaka mbingu ya pili kwa njia nyingine, lakini mapito yangu ya kwenda mbingu ya tatu yalikuwa kutoka kanisani hadi wa nje, kisha nikaingia mbingu ya kwanza, kisha mbingu ya pili. Kwa kweli, muundo wa ufalme wa mbinguni ni kama hema unaliona wakati wa Musa na hekalu la Yerusalemu. Upendo na amani iwe kwako katika jina la Yesu. Basi nikusii uweze kufuatilia shuhuda hii inayofuata, ambapo Moses Lushiku ataelezea mbinu 6 za shetani dhidi ya Kristo zilizofichuliwa katika mbingu ya pili. Basi nikusii tena uendelee kusubscribe na kushare channel yetu ya YouTube ya Shuhuda za Kweli ili uweze kupata shuhuda zaidi, lakini pia nikukumbushe kuweka notification na kubonyeza kengele ili uweze kupata shuhuda hizi. Amen. Barikiwe.